Mtazamaji wa mtandao wetu wa Tanzania ITV, kabla ya taarifa hizi na kuomba chukua sekunde kidogo tu uponyeze button ya subscribe hapa chini na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV kila wakati, kwa sababu hapa ndipo tunatoa siri zote kwa pamoja. Karibu. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan amegeuka kuwa mnyama. Ni kivipi Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amegeuka kuwa mnyama? Hayo ndio tunaenda kuangazia haswa kwa kanda hii. Naomba tu unifuatilie kwa sababu nitakueleza moja kwa moja. Uchaguzi ukakamilika nchini Tanzania ambao uliweza kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025. Lakini sasa kuna yale ambayo yameanza kuripotiwa ambayo sio mazuri, haswa kwa kile ambacho kinaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania wakati huu tunapoenda hewani. Sasa baada ya rais kuapishwa na kuingia afisini, tunafahamishwa ya kwamba serikali yake sasa haioni kama Watanzania wako na uhuru, haioni kama Watanzania wako na familia za kulisha nyumbani, hawaoni kama Watanzania wako na mahitaji yao binafsi. Sasa serikali imegeukia Watanzania wote kwa ujumla, kwa sababu tunafahamishwa ya kwamba serikali ya Tanzania sasa hivi imeanzisha mchakato wa kukusanya ushuru mpya ili kusaidia mambo ya magonjwa, haswa kununua dawa za ukimwi nchini Tanzania. Ushuru huu sasa hivi umeanzishwa, unaitwa HIV Response Levy. Ni ushuru unalenga kukusanya takriban shilingi bilioni 586 ili kujaza pengo la ufadhili. Ikumbuke kwamba mataifa mengine yamekatisha misaada kuelekea Tanzania, lakini sasa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya kiimla imegeukia Watanzania kwa kuanzisha hazina ya kukusanya ushuru na kuongeza ushuru haswa kwa Watanzania. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea na ni kivipi ushuru huu unaenda kufanyika? Naomba nikueleze moja kwa moja. Yeyote katika taifa la Tanzania anaenda kununua gari jipya, tuseme anaenda kununua gari kutoka mataifa mengine, na sasa kuna gari ndogo, kuna gari kubwa. Kwa hivyo vile unanunua gari, hivyo ndivyo utakuwa unatozwa ushuru. Vile unaenda kununua mafuta, hivyo ndivyo utakuwa unatozwa ushuru. Kama sasa hivi magari yanayoagizwa nje ya mashine zito zile, sasa ni gari kubwa kubwa, lazima utatozwa ushuru wa kiasi kikubwa. Yeyote ambaye anaenda sasa hivi kununua gari yenye 1000 cc, ni gari ndogo, hilo ni gari ndogo ambalo ni 1000 cc, tunasema hivyo, lazima utalipiza ama lazima utatozwa ushuru wa shilingi 1050 hadi shilingi 1200 kwa kila gari moja ambalo lile unaenda kulinunua likiwa gari ndogo. Ikiwa unaenda kununua gari kubwa, tuseme la 2500 cc, lazima utalipa ushuru wa shilingi zaidi ya 1250, kuanzia shilingi 1095 hadi shilingi 1250. Sasa kuna wale ambao hawana uwezo wa kununua magari. Sasa hawa wengine wameafikiwa kivipi? Jambo ambalo limesababisha tuseme ya kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amegeuka kuwa mnyama haswa kwa Watanzania wote.
mafuta sasa, kila shilingi 10 lazima utalipia zaidi ya lita 1 ya petroli. Wala ambao wanatumia petroli, kuna wala ambao wako na generator nyumbani wanatumia petroli, kwa sababu sio maeneo yote, kwa sababu sisi tunabeberusha matangazo yetu kutoka Mbeya. Sio wote ambao wako na nguvu za umeme. Wala ambao wanatumia diseli, wala ambao wanatumia mafuta ya taa, kwa sababu hamuna stima, lazima sasa utaenda kulipa shilingi 10 zaidi ya zile ambazo tumekuwa tukilipa kama Watanzania. Kumaanisha ya kwamba wakati petroli inapandishwa kwa shilingi 10 kwa kila lita 1, wala ambao sasa watakuwa wanasafiri kutoka eneo hili penye nipo sasa hivi, tuseme Mbeya, kuelekea Dar es Salaam, lazima nauli itakuwa ya juu zaidi. Ikiwa unatoka Mwanza unakuja hapa Mbeya, lazima nauli itakuwa kubwa zaidi. Ikiwa unatembea kuelekea Zanzibar, lazima nauli itakuwa kubwa zaidi. Na wala ambao wanafanya usafiri wao wakitumia treni, ukitumia treni kwa tiketi moja, sasa ukienda kuinunua lazima utalipa shilingi 500 juu ya zile ambazo zinastahili kulipwa, kama ishara moja ya kuhakikisha ya kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inaenda kukusanya ushuru wa kuhakikisha ya kwamba wamepata dawa za kudhibiti ukimwi. Kwa nini haya yote yanaendelea kushuhudiwa? Rais Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe aliweza kusema ya kwamba kwa mataifa yale ni ya kigeni, kwa sababu walikuwa wanatoa makosa kulaumu uongozi wa serikali yake. Akawauliza, who are you? Sasa wamekatisha misaada kuelekea Tanzania. Jambo hili limeweza kusababisha makubwa kushuhudiwa. Sasa hivi hamna hela. Sasa Watanzania watakuwa wanaangamia. Watanzania wako na watoto wanapeleka mashule, wanalipa karo. Sio serikali inasimamia karo yote, lakini sasa hivi kutakuwa na shida, kutakuwa na changamoto haswa kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa itabidi kama sisi wa Tanzania tuweze kujifunga mishipi. Wale ambao tuko nayo kidogo tutanyanganywa, wale ambao hawana watafinyiliwa tena zaidi, kuhakikisha kwamba serikali imepata hela za kununua dawa za kudhibiti ukimwi nchini Tanzania. Kwa hivyo rais huyu ambaye amechaguliwa ni amegeuka ghafla, kwa sababu kwa kusema ukweli hata mataifa mengine yaliweza kusema ya kwamba uchaguzi haukuwa wa njia ya uhuru na haki, kumaanisha ya kwamba uchaguzi huo haukuwa wa demokrasia. Ndio maana sasa ameamuka kuchukua hatua kali za kisheria. Kwa hivyo kufikia sasa, na hata sio za kisheria ila tu hatua zake kama rais binafsi, kwa sababu watu hawakuulizwa, tutaongeza ushuru hapa na pale. Sasa ameamua kufanya hayo yote yeye mwenyewe. Tutaendelea kufichua siri zote ambazo zinaendelea katika taifa letu la Tanzania, na kuomba wakati ninapomaliza, na kuomba tu ukaweze kubonyeza button ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Asanteni sana na tukutane baadaye.